Lakio itoshe kusema swala la kimataifa tumemaliza ndugu zanguni. Bas, imekwisha. Bana unajua siku zote tumekuwa tukilia sana bana wasanii wetu kimataifa nini na nini. Lakini msanii Diamond Platnumz always amekuwa akionyesha njia na kutengeneza kile ambacho wasanii wengine inabidi waje kupita huku nyuma. Sasa watu wakawanalia bana, mbona hatuoni wasanii wetu kama wa Nigeria tunavyoona wana roll up na wasanii wakubwa akina Breezy akina nani and all that. Sasa leo alichokisema msanii Diamond Platnumz ni kuonesha like yo, sisi ni kama wao tu, wao ni kama sisi. Tena taarifa zilizopo ni kuwa ni wanetu wa dam au vipi bana. Siku ya leo msanii Diamond Platnumz wakati akifanya interview kwenye uzinduzi rasmi wa studio mpya za Wasafi amefunguka kuhusiana na ukaribu wake yeye pamoja na Chris Brown. Tunafahamu miaka kadhaa iliyopita wakati ameachia wimbo wake wa Komasava, Chris Brown alijoin kwenye ile challenge ya wimbo wa Komasava, ikawa ni moja kati ya story ambayo ilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa leo ameulizwa swali, ile kitu tutegemee kuna kitu chochote kizuri kitakuja katikati yako wewe pamoja na Chris Brown. Alichokisema msanii Diamond Platnumz amesema kuwa hajafanya wimbo na Chris Brown, lakini wana ukaribu, wanazungumza na management yake. Na kitu ambacho meni surprise ni kusema kuwa manager wa Chris Brown alimpigia simu Diamond akamwambia like yo bro, mbona mambo ya maraisi hapa ninavyokuambia, yani Chris Brown anacheza ngoma zako. It's crazy man. Hebu tumsikilize hapa Simba la Masimba Dangote. Mimi naitwa Bounce. Hizi update unazipata hapa tu ndugu zangu. Chris Brown hiyo clip kupostiwa. Kuna siku moja alinipigia manager yake. Akanambia, "Diamond huwezi kuamini." Nikamwambia kitu gani? Akasema, "Namuona Chris anafanya mazoezi ya dance yako." Oh yeah? Yeye na madancers. Nikamwambia kweli? Akasema yeye anafanya dance mazoezi ya challenge yako. Akasema basi poa. Akasema kosa ta post au unajua mtu lazima unakampapa kwa hiyo sasa ikawa tena akasema nafikiri akipendezewa ataposti. Sasa unajua mimi hawezi kujifuata, nitamwambia kesho aposti. Kazi hazifanyikiwi. Nikakaa subiria, ikapita kama wiki 2 hivi. Akasema inaposti kesho kutoa. Anaposti lini? Sio kama makini. Nimeuchubua kwa sababu nilijua nikisazi kama sala kuongea tena hapa hata taarifa exclusive yenyewe. Nikakaa nakumbuka siku ile nipo kwenye ndege, si naenda wapi. Nimelala, simu yangu inaita. Kanipigia simu zuu tofauti. Sikuwa kama challenge yako. Sasa post na nikamcheki manager yake pia akaniambia bwana amepost finally. So wana love na mimi na tuseme tumelipa hapa sio kweli, na nafikiri kwa watu wafikia yeye sio watu kwa bwana nakupa kiasi hicho ucheze. Kuna level za wasanii zikifika. Watakiwa inaanzaga love kwanza. Na kusema tushafanya nyimbo bado tujafanya nyimbo bado. Okay. Lakini tumekuwa kwenye mazungumzo hayo, sio mmoja sio mara mbili. Na nawashukuru wana love na mimi sana. Oh yeah.